Vipi kwanza? Poa, mambo vipi mzee? Fresh. Wote maneno. Unawakilisha wapi? Sisi Wekundu wa Dodoma. Wekundu wa Dodoma, mji mkuu wa Dodoma. Wengine waite basi. Watu wapo wengi, waite watisho. Oya, njoni hapa Dodoma hapa, njoni Dodoma. Njoni hapa, njoni. Hapa. Ongea kwenye mic hapa. Poa. Umesafiri kutoka Dodoma? Tuambie mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mzuri, tunamshukuru Mungu tumefuzu kwenda nusu finali. Ni kitu ambacho kwa tunakitegemea muda mrefu. Nadhani imepita miaka mingi kwa sisi wengine hatujaiona inacheza nusu finali, lakini kwa umri tulionao hapa tunaona tumecheza nusu finali. Kwa hiyo tunafuraha sana ambacho sidhani kama kitakuja kufutika kwa sababu sisi tumekuwa sehemu ya mchezo ambao tumeushuhudia live na sasa hatakuja kusahau milele. Tutakuja kwa decide wajukuu zetu baadaye. Yaani kwa kifupi wewe nakwambiaje, tangu mwaka 93 Simba ilivyoingia finali yule kwa hajazaliwa. Kwa hiyo leo imeingia finali, yeye kwake ni historia. Sisi wengine watu wazima wazee tunafahamu kwamba hii sio mara ya kwanza Simba kuingia finali. Kwa hiyo kumbe sio mara. Kwa hiyo ni mara hii sio mara ya kwanza. Sisi finali tulicheza mwaka 93. Simba icheza finali shamba la bibi hapo. Sisi na Stella Abidjan wakatufunga hapo. Unaona? Kwa hiyo sisi tunaingia nusu finali kwa vijana wadogo ambao hawajui historia ya Simba, wanaona kama Simba ndio kwa mara ya kwanza. Lakini Simba sio mara ya kwanza. Tunahakikishia safari hii tunachukua kombe. Dodoma moja hiyo. Dodoma tunajipanga mechi na Zamalek tupo kwanza tuongelee huo mchezo. Zamalek atoki kwanza kabla ya kwenda huko tutazame mpinzani wa namna gani. Mpira leo tutazame atakuwa mpinzani wa namna. Ni mpinzani wa namna gani? Ni mgumu kwa sababu sawa na leo Zamalek tulimtoa kwenye nusu finali kama unakumbuka mwaka 2003 kwa penalty kwao. Kwa hiyo ana hasira na sisi, unaona? Kwa hiyo ni mechi ngumu, unaona? Mechi ngumu sababu Zamalek ni timu nzuri. Hamna mtu ambaye hajui Zamalek, unaona? Lakini Simba ni wakubwa wenzetu. Kwa namna timu inavyocheza timu yako. Unazungumzia mpira, ukizungumzia mpira Simba ni timu kubwa. Na tunajenga timu. Na sasa hivi kocha Fadlu anakuambia tumefika 60%. Hajafika 100%. Kwa hiyo tukifika nusu finali na Zamalek tumefika angalau 80%. Nini ambacho kimekufurahisha sana wewe kwenye mchezo? Tujisi ulivyoshambulia. Tumewashambulia sana tangu mwanzo, lakini na wao pia walikuwa wanaanguka sana. Kama safari mapema tungemaliza safari mapema sana. Ila wamejitahidi kadri ya uwezo wao na mwisho wa siku ubora umeamua mchezo. Sawa, sasa wewe ukitazama kwa namna mpaka mnafuzu kikosi cha leo, namna ambavyo Mwalimu Fadlu plani yake alama moja pale. Mwalimu Fadlu plani yake ilikuwa ni kushambulia, lakini wakati huo tusiruhusu goli. Unajua unaposhambulia kuna watu wengi sana hawajui, wanataka tushambulie tu, lakini tukifungwa noma. Kwa hiyo Mwalimu Fadlu leo alikuwa anashambulia huko anajizuia tusifungwe goli. Kitu ambacho amefanikiwa. Kufunga goli 2 bila kufungwa goli lolote, Fadlu amefanikiwa. Mwisho wa siku tumefika kwenye penalty. Watu wampiga penalty 4, zote tumepata. Kwa hiyo Fadlu superb. Wewe ulikuwa unaamini kabla ya mchezo kwamba mtashinda? Nilikuwa naamini kwa nini? Nilikuwa naamini anakufa 4 kabla hata 4, alafu zimekuwa ngapi? Zimekuwa 2. Kwa nini? Kwa sababu game ya kwanza kule kwao Misri tuliwakimbiza vya kutosha. Sasa game ya pili hapa kidogo na hali ya mvua uwanja kidogo kwa haukuwa mzuri. Boli ilikuwa itembei. Unaona, kwa hiyo imesababisha. Kuna ile kauli wapinzani wenu wanasema kama mngetolewa leo mlikuwa mnasema timu bado inajengwa. Sio kama tumetolewa, hata kama tumepita timu bado inajengwa. Na wapinzani wetu wajiandae, si mechi tunao mechi yao. Hao watakimbia tena. Mechi ipi unazungumzia? Hao wapinzani wetu ambao mwasema. Maana mpinzani wako wewe Simba ni Yanga. Ndio huyo. Mechi ipi unazungumzia? Kwani kuna mechi ipo? Au wewe hujui kama kuna marudio? Tarehe ngapi? Sijui, tutasubiri bodi ya ligi wapange tarehe. Alafu watu wafupi ambao wanasema walikuwa kwenye mabasi, safari hii wanakuja watu. Bana kwanza hili ni Costa. Bana hamna watu wafupi huko ndani. Hamna watu wafupi, wao warefu watupi. Huyu mrefu huyu hapa. Mtu mrefu. Huyu ndo mratibu wa safari. Amkubeba mbuzi jamani. Mbuzi hapo kutoka. Inabidi huko lazima niingie. Bana mambo vipi? Bana safi, mambo vipi? Fresh. Chasambi. Mimi sawa, tuambie kwanza wewe utazamaji mchezo vizuri, timu yangu imecheza vizuri na nimeridhika na matokeo.
Na hii ndio Simba. Simba sio. Mbona unaonekana uko serious sana, unanitisha? Yaani niko serious kwa sababu sina uhakika na kikosi changu. Yaani na uhakika mimi. Hebu iangalie kamera wake. Kamera nayo maana inanimulika sana aisee. Kamera watu wanakutazama. Waendelee kunitazama. Hii ni Simba ya namna gani? Yaani hii ni Simba ya kimataifa, sio Simba kwenye ligi. Hii Simba haijalogwa. Sawa bwana. Yaani ndio ubaya ubwela. Tunaambiwa hii tunavuka. Bwana unawakilisha wapi? Mimi ni mratibu wa safari tawi la Simba Fans makao makuu Dodoma. Naitwa Simba Kari. Kwa hii imetoka makao makuu. Chief Executive. Ndio hivyo. Bana sawa, mimi ngoja niongee na huyu mzee hapa. Nimemwona. Bana mambo vipi? Fresh kabisa. Kwema? Niko poa kabisa. Bana vipi hamjabeba maana tulikuwa nasikia nani hamna mbuzi? Yani sasa watu wa michezo waliona vifaa vya michezo wakajua ni mbuzi. Walikuwepo. Hamna wazee. Labda kama alikuwa na shida ya supu, wangesema tuwatafutie mbuzi. Lakini sasa wanaanza kusema wao zilikuwa mbuzi, kumbe walikuwa na hamu ya supu. Kwa nini umefly? Nimefly sana blaza. Kwa nini? Historia imekuja kuandikwa tena. Uwanja wa Mkapa. Watu wataogopa huu uwanja. Ibenga shawaambiaga Simba ukikutana nao uwanja wa taifa wa Mkapa ni kama inageuka kwa Madrid. Usije kaifananisha inavyocheza na ligi. Ifananisha Simba na Madrid kaka. Hatari. Umeona? Kwa hiyo watu watakuwa wanaogopa hapa. Historia inakuja. Kuja hapa atoboi. Round inayofuata? Hatua inayofuata menda nusu finali mnakutana nani? Blaza, ushaona Mlevi anasahau nyumbani kwake? Mnakutana nani? Huyu atakaye kuja yoyote sisi tutadili naye. Lakini wewe bado hujamjua. Mimi ngoja niongee na watu wengine. Wako wengi. Bana naomba bana mimi niongee na watu wengine huko ndani. Tuwasalimie watu wa Dodoma. Watu warefu. Tuwasalimie watu wa Dodoma. Jamani mimi naomba niwasalimie watu wa Dodoma. Bana ngoja tuwasalimie watu wa Dodoma. Hauzungumzi Kiswahili? Naongea sawa. Bana mambo vipi? Safi kama kawaida. Fresh. Bana Dodoma pande za wapi? Swaswa Mnalani. Mbona unaonekana kama umepoa? Sijapoa, haina furaha mpaka imepitiliza. Nini? Kwa nini? Si kwa ushindi. Kwa nini mara ya kwanza? Si kawaida yetu. Kawaida yenu. Wewe nini ambacho kimekufurahisha sana kwenye mechi ya leo? Mechi ya leo vitu vingi sana. Sema ameniuzi Waarabu wacheza mpira wa kitoto. Kujidondosha kama tunacheza rede. Poteza muda na nini, lakini mwisho wa siku Mungu yuko pande wetu. Mwamposa ndani unachaje hivi wewe Mwamposa yuko ndani hapo unapita unaenda wapi? Utofauti wa mechi na ile ya Misri? Utofauti ni mdogo tu. Misri tulikosa bahati lakini mpira ni ule ule. Kule tuliwapelekea moto, tulikuwa bahati ya magoli hatuna. Ila mpira ni ule ule, sema wametuuza, wametuchezea mpira wa kitoto na jidondosha na poteza muda. Dakika ya mwisho tumeshinda. Kwa hiyo tunasubiri round inayokuja, tupo kama kawaida. Bana mimi nisaidie nipate nafasi kidogo nizungumze na watu wa nyuma pale. Mambo vipi? Fresh ni aje? Dodoma pande za wapi? Iyumbu. Kwa hiyo tuambie unawakilisha Dodoma pande za wapi? Nawakilisha Iyumbu. Sasa kuna nao kule wanakutazama. Kuna watu wako kule wanakutazama. Mitaa ya wapi? Mimi nataka utume salamu kwa watu watatu, maana unaonekana umefurahi mpaka unashindwa kuongea. Yaani kitu ambacho sisi tunawaambia wanetu ambao wamebaki Dodoma, mambo ni mbaya tu, wenye afu hiyo nusu finali yenyewe tunamkanyaga mtu afu ni hawa. Na unamkanyaga nani? Atakaye kuja yoyote yule lazima afungwe. Yeye alale, lakini jua ukipoteza muda utamkuta mwana si wako. Hiyo chelewa Waarabu wamelala lakini kumbe walikuwa wanalalia nyasi sio godoro. Kwa mwisho wa siku ndo kama hivyo wameruka macho juu mikono chini. Bwana mimi ngoja niongee na watu wa nyuma kidogo kabla sijashuka. Haya mabasi yana siri. Kusije kwa kuna mbuzi huko jamani. Mambo yakawa mengi, unaweza kukutana na mbuzi huko. Mzee vipi? Salama tu mzee wangu. Kwema? Kwema mwandishi. Bwana safari ya Dodoma usiku. Ndio tunaondoka hivi. Sawa, tuzungumze kwanza hali ya mchezo wenyewe kwa ujumla mpaka mchezo umemalizika. Mchezo ulikuwa mzuri, wa nguvu na kutumia akili sana. Dodoma maeneo gani? Chamwino Ikulu. Chamwino Ikulu. Ndio. Inabidi nichukue namba yako nikutumie link. Sawa, bwana wewe tuambie mchezo leo ulivyotazama una utofauti gani na mchezo ambao mlicheza Misri? Hajatofautiana sana. Mchezo ni ule ule. Ila kilichokuwa tofauti? Tofauti tu ni bahati, tulikosa bahati kule, ila hapa bahati tulizozipata tumezitumia. Kule Misri tulikosa bahati. Mchezaji gani kwenye mechi hii amekufurahisha sana? Alinifurahisha ni nani? Huyu namba 11 Mpanzu. Mpanzu amenifurahisha sana. Sawa. Bana sawa.
Mimi bwana nikutakia kila laheri. Kutoka Dodoma, Chamwino Ikulu, karibu sana. Niandikie namba yako hapa kabla nitakutumia. Bwana mambo vipi? Sawa, kwema. Kwema mzee. Niambie bwana, kwanza nusu finali, wewe ulishuhudia ile nusu finali ambayo inatajwa iliyopita, maana yake mimi sikuwepo. Kwa kweli mimi sikuishuhudia. Nilikuwa bado mtoto mdogo niseme. Kwa hiyo wewe umeandika historia? Nimeandika historia kwa kuona live tunatinga nusu finali. Lakini kama mimi binafsi nimekuwa nikifuatilia timu yangu ya Simba kwa jinsi ambavyo imejiwekea mikakati mizuri ya kupiga hatua kidogo kidogo, hatimaye leo tunaona matunda ya mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo mimi napongeza sana uongozi, uwekezaji, wachezaji na kocha wetu Fadlu. Unajua ni kocha ambaye yuko makini, anapotengeneza approach zake za mchezo, anajitahidi kustrategize. Wakati mwingine mechi ikikupatia changamoto, unaweza ukafuata mihemko ya mashabiki ukapoteana, lakini amekuwa ni mtu ambaye yuko makini muda wote, kwamba akishatengeneza game approach anaiheshimu na anajiandaa vizuri. Kwa hiyo leo unaweza ukaona akamwanzisha Mkwala, ametupa kitu, ametupa matokeo kipindi cha kwanza, tukawa tuko sawa. Sasa kipindi cha pili jamaa akarudi na hasira ya kushambulia, lakini akahold, akavumilia, lakini pia alikuwa amefanya maandalizi mazuri kwenye upigaji wa penalti. Wachezaji ambao sisi tunashikaga roho wakiwa wanapiga penalti, leo wamepiga vizuri. Mchezaji wako bora kwenye mchezo wa leo nani? Mchezaji wangu bora kwenye mchezo wa leo nampa Elie Mpanzu. Kwa nini? Amekuwa ni mchezaji ambaye anasaidia kudhoofisha timu pinzani, kwa maana ana movement ambazo zinaifanya timu pinzani isiwe huru kwenda kushambulia. Unajua mkiwa na timu ambayo haina wachezaji hatari kama Elie Mpanzu, wanaweza akaamua kuweka beki na kuwashambulieni muda wote. Lakini ni mtu ambaye alikuwa mara kwa mara anawatesa, kwa hiyo akalazimika muda mwingi kuweka basi nyuma, wachezaji wengi nyuma. Hiyo imetupa chance sisi kuweza kushambulia na kushinda. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye mimi namuona of course ameplay part kubwa katika matokeo tuliyoyatengeneza. Hajafunga, lakini ni mtu ambaye ametengeneza part kubwa sana ya kutusaidia kupata matokeo leo. Sawa. Bana kameramani angaza. Kwa bana mimi nataka watu wawili tu wa mwisho kabla sijashuka niwaache muendelee na safari. Swali langu ni kwamba Simba hii huenda ni Simba bora kuliko Simba zote ambazo tumewahi kuzishuhudia. Mimi nataka nipate watu wawili tu wa kuzungumza, wa kwanza alafu na wa pili. Huenda Simba hii ambayo imefika nusu finali leo, huenda itakuwa ni Simba ambayo ni Simba bora kuliko Simba ambazo tumezishuhudia. Mimi ngoja nianze na wewe mzee. Asante sana. Mambo vipi? Fresh, inakuaje? Safi. Kwanza hongera kwa sababu ukishinda unapewa hongera. Asante sana. Asante sana, tunafurahi sana kwa matokeo haya. Na nafikiri naweza nikajibu swali lako kwamba Simba hii ni bora kuliko Simba zingine. Kila nyakati kuna nyakati zake, tunaweza tukasema hivyo. Au kila wakati una wakati wake. Simba zote ni bora. Nafikiri Simba hii ilistahili kufika hapa ilipo. Mimi pongezi nizipeleke kwa benchi la ufundi na viongozi na wachezaji. Maana mechi ilikuwa na pressure kubwa sana. Hii game ilikuwa na pressure kubwa sana nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Kwa hiyo nafikiri Mwalimu Fadlu alijua Al Masry watakuja kwa mpango upi na yeye apange mikakati ipi kuelekea hii game. Nafikiri wao walikuja kwa kupaki sana basi. Na sisi mpango wa mwalimu ulikuwa ni kupata ndani ya dakika 15 kupata walau hata magoli mawili au goli moja. Nafikiri hiyo ilitunufaisha walau kwenye mpaka dakika 20. Tulikuwa tupo katika hali ambayo ilikuwa inastahili. Hatukutoka nje ya target ya malengo yetu. Nafikiri game plan ya mwalimu ilienda vizuri. Ulipokitazama kikosi ulielewa mwalimu amelenga nini? Nilipokitazama kikosi mwalimu alilenga kushambulia, kwamba tucheze kwa kushambulia. Lolote linawezekana. Maana ukiangalia mechi ya kwanza tulitengeneza nafasi nyingi sana tukashindwa kuzitumia. Ila leo mwalimu game plan naona ameiwini kwa kiasi fulani, japo kwenye ushambuliaji bado tuna shida sana. Maana leo ukiangalia kipindi cha pili tumetengeneza karibia nafasi 4 tumeshindwa kuzitumia. Nafikiri leo mwalimu atalifanyia kazi mazoezini. Mimi ngoja nizungumze na wewe mzee kabla sijakupa mic afu tunamaliza. Bana wewe umeutazama mchezo. Unadhani kocha wa Al Masry plani yake imemfalisha sehemu gani? Kwa jina naitwa Bakari Dachi. Nimeangalia mpira mwanzo mwisho. Nilichogundua pale, yeye alikuja kwa ajili ya kudefense, kulinda yale matokeo yake ya goli 2. Lakini yalishindikana baada Simba kugundua kile
kile kitendo alichokuja nacho kwamba anataka gadi, na alikuwa anapoteza muda sana kwa kujiangusha, mchezaji kujiangusha na makocha kuingia uwanjani kulalamika faulu ambazo kwa hazipo kwa ajili ya kugadi zile goli mbili. Sawa. Bana tumalize swali langu la mwisho. Wewe unadhani kwamba Simba hii ambayo imekwenda nusu finali ni Simba bora kuliko Simba ambazo umewahi kuzishuhudia? Kwa upande wangu mimi nimeshashuhudia kwa umri wangu mpaka hapa nilipofika. Nimeshuhudia Simba ambayo ni nzuri kuliko hata hii. Sema mdamu nataka hiyo nzuri tutajie. Ambayo ilikuwa na kina John Boko ambayo ilikuwa na kina John Boko, wakina Mafisango, wakina Okwi, ambao nilikuwa bado niko mdogo kwa sababu nilikuwa nafuatilia mpira. Lakini hawakufika, lakini hatua hii. Muda mwingine mpira ni wanasema ni bahati. Unaweza kuwa na kikosi kizuri kabisa na kikao kizuri zaidi, lakini ikategemeana na mipango iliyokuwepo. Kama nakumbuka ile na Kaizer Chiefs tulifungwa goli 4 kule, lakini hapa tulikuja tukampiga goli 3. Na mimi nikiwa nipo hapa bado ni mdogo, lakini nilikuwa nasafiri kuja kuendelea kuitazama Simba kama hiyo. Na kama hii kikosi cha hapa sasa hivi kama mwalimu wetu anavyosema bado anakijenga. Bado akijafika asilimia anazozitaka yeye. Je, kama ataendelea kukijenga kikafika asilimia anazotaka yeye kitakuwa kikosi kizuri zaidi. Sawa. Bana mpinzani ni Al-Masry, mpinzani ni Zamalek. Ni mpinzani wa namna gani? Kwanza usiseme mpinzani Zamalek, bado wanacheza bado bila. Mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi ni bila. Matokeo ya awali ya Zamalek walitoka sare bila kufungana. Kwa mpaka sasa hivi bado. Kwa hapa ulipo uko kwenye maombi au? Half time sasa hivi bila. Ni siko kwenye maombi. Mimi namtaka yeyote atakayepita. Mimi nikajua uko kwenye maombi. Namtaka yeyote atakayepita kwa sababu mtu muongelee Zamalek. Kama sisi wakubwa. Tumuongelee Zamalek. Zamalek ni mzuri. Hata sisi pia ni wazuri. Kwa hiyo tunachohitaji na sisi tuendelee kupiga hatua. Tukikutana na Zamalek na sisi tutaonyesha ukubwa wetu. Yes mkubwa, na sisi tutaonyesha ukubwa wetu. Kwa tuna imani kwamba nusu finali tukikutana naye naweza kumfunga. Hatimaye tukaingia finali. Dodoma maeneo gani? Dodoma Ipagara Meliwa. Bana kuna watu wanakutazama live hapa. Ni maeneo gani washikaji zako wewe wataje tu, sio mbaya. Mimi bana kwa jina naitwa Ima Mapesa. Napatikana Nzuguni 8 hapo. Wapo kina nani pale? Na washikaji wanao. Na washikaji kibao sana pale. Kama kina nani? Nini, wakina Samueli, wakina Dula nini, yani wengi sana ni pale. Umekuja kuwakilisha nusu finali? Nimekuja kuwakilisha. Jambo limefanikiwa. Limefanikiwa, Mungu ni mwema. Tunashukuru. Bana huenda hii ndio Simba bora kuliko zote. Mimi bwana, mimi naweza kusema bwana ni bora kwa sababu imetufikisha mpaka hapa tulipo kwenye nusu tutavuka. Unaona? Kwa hiyo lazima niseme bwana ni bora hivyo yani. Bana kwa hiyo ni Simba bora kuliko Simba zote. Ndiyo, hii ni Simba bora kuliko zote kwa sababu tumefanikiwa kuvuka kipindi ambacho uwekezaji katika timu nyingi umekuwa, lakini pia ubora wa scouting za wachezaji umekuwa. Kwa hiyo kwa kufanikiwa kuvuka katika kipindi hichi ambacho mwamko wa soka, uwekezaji wa soka uko katika kiwango cha juu, hii Simba ni bora. Hii ni miongoni mwa Simba bora kabisa, ina wachezaji vijana wenye uwezo wa kunyumbulika, wenye benchi la ufundi zuri lina train wachezaji wanakuwa wepesi, wananyumbulika, kocha akiwaelekeza wanafanya kama anavyoelekeza. Timu inachokitaka inakifanikisha. Hii ni Simba bora sana, ambayo haina mbambamba. Hii ni Simba bora kabisa kuliko Simba ambazo tumewahi kuzishuhudia huko nyuma. Sawa bana, mimi nimemaliza. Bana wanasema mtani wako huwa kosi cha kuongea. Yanga wakisema hata kama ameingia nusu finali, wao walicheza finali. Kama mkiishia hapa hakuna mlichokifanya. Sisi tulicheza finali mwaka 93, waambia wa Yanga. Ngoja nirudie swali. Wanasema mpinzani ya kosi la kusema endapo Yanga wao wakijinasibu kwamba sisi tulicheza finali, nyinyi kufika nusu finali sio jambo, na mkitolewa bado hakuna mlichokifanya. Wao finali chama gani na sisi mwaka tulicheza finali. Sisi finali ya kwanza ya shirikisho tumecheza mwaka 1993 shamba la bibi hapo. Wakati wa utopolo wamecheza mwaka jana finali.
Kwa hiyo sisi na wao sisi ndio wa kwanza kucheza finali. Unaona Kwa hiyo wao hawana kipya. Kwa hiyo kuna haya mashindano nyinyi tayari sisi ndo makonki, yani sisi ndo walimu wa mpira hata hii nchi. Kakombe ninakachukua. Sisi ndo walimu wa mpira wa nchi. Wao walikuwa ngapi? Ushanelewa bwana? Kwa hiyo hana jipya. Hana jipya. Bwana, hii ni Kajenjere TV. Kajenjere TV, wewe unaweza ukaingia YouTube subscribe, lakini pia utaiona kazi ambayo umefanya. Mimi nikupe hongera. Ama no mashu. Dodoma maeneo gani? Dodoma nipo maili 2. Maili 2. Tutakuja huko siku sana. Sawa, bwana, mimi niwatakia kila laheri bwana, safari njema watu wa Dodoma. Asanteni sana, poa. Naanza kila laheri.